Yeah. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru mechi imeisha salama na tumefanikiwa kuvuka hatua nyingine kutoka hatua ya makundi, sasa tumeingia kwenye hatua ya nusu finali. Kama unavyofahamu hatua ya nusu finali sasa mnakutana na wazungu wote kwenye makundi yote mawili. Kwa hiyo tunaamini tunakutana na mechi ambazo zinaenda kuwa ngumu, mechi ambazo watu wamejiandaa vizuri na of course mashindano yanaenda kuanzia nusu finali. Ukitambua kabisa sasa mabingwa huko wawili na mabingwa huko wawili wanakutana. Kwa hiyo mimi naamini tunaenda kupata mechi nzuri sana kwa upande wa nusu finali. Kwa namna ambavyo unawaona wapinzani wako ambao pia ni wenyeji kwa kwenye kituo hiki, umeona michezo yao, wameshinda mechi zote 3, magoli mengi. Kuna namna yote ambayo umepata kama somo kuelekea kwenye nusu finali hiyo? Yeah, kiukweli nisiume maneno, tunaenda kukutana na mpinzani mgumu. Cha kwanza na advantage ya kwanza yuko nyumbani, lakini advantage ya pili wana timu nzuri. Kwa hiyo tunatambua ubora wao, tumeangalia mechi zao karibia zote. Kwa hiyo tunajua kabisa game plan tunakutana nao. Kama nilivyosema mwanzo, tuna squad ndogo kidogo, tuna changamoto ya squad, lakini naamini kwa sababu ni mechi ya mtoano na ni mechi ya nusu finali, naamini vijana wangu wataenda kufanya makosa ambayo tumeona kwenye mechi zao walizocheza, tuweze kupata matokeo pengine upande mwingine nusu finali. Nafasi nyingi mnatengeneza coach, lakini kuzitumia shida. Sasa mnakwenda kwenye semi final, utafanyaje? Kama vijana ya kuelewa bado. Kiongozi uko sawa kabisa, na nadhani hichi ilikuwa ni kilio cha nchi. Finishing kuna changamoto kubwa. Kama kuna timu inatengeneza nafasi nyingi na timu ambayo inacheza vizuri na possess tunacheza vizuri. Ila kwenye semi ya kugeuza zile pasi zetu za mwisho kwa matokeo inakuwa kidogo changamoto. Moja ya jambo tunataka kufanyia siku moja kwenda kufanyia kwenye uwanja wa mazoezi na kukumbushana kwamba sasa inatakiwa tutumie nafasi kupatikana 2 tufunge 2 ili wao watamechi iishe kwa sura hiyo. Ila naamini Mungu anasimama na sisi kama tulivyoanza, mnakumbuka tumeanza kwa shida sana, tumeanza chini. Mechi ya pili tukapoteza, leo tumekuja tumeshinda. Tunaamini tutawashangaza. Kwa kweli mashindano mimi nitegemea mashindano yatakuwa ni ya kawaida. Kama labda ilivyokuwa watu tunacheza ligi daraja la 3 mpaka tukashinda, lakini haya mashindano ni makubwa. Kwa namna pekee nimeona ni vizuri sana vijana wangu nitakaporudi basi tutumie nguvu nyingi kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao, lakini natakuwa tufanye usajili mzuri na tuangalie jinsi gani vijana wanaweza kukaa kisaikolojia zaidi ili waweze kushinda. Ndio. Kitu nilichokipata kwenye mashindano nilichokielewa kabisa ni kwamba wapinzani wanatumia makosa yetu vizuri. Sisi tunapata chansi nyingi, aidha tunampigia kipa au tunapiga juu. Mechi zote zilizocheza asilimia, yani hakuna mechi ambayo tumecheza tuko chini ya 60%. Sisi ndio tunaomiliki mpira. Lakini kwenye kufunga magoli ni changamoto sana. Kwa hiyo nimegundua kwamba inabidi nikirudi nihakikishe upande wa ushambuliaji unakaa vizuri ili msimu ujao tusiwe tuna makosa kama haya. Sema kweli inabidi tutoe pongezi kwa TFF, media kwa ujumla na kila mtu, kwa sababu michuano ni mizuri, michuano ni mikubwa, lakini pia michuano inahamasisha vijana kucheza mpira na michezo ambayo iko fair. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo.